Mungu ninakuomba utengeneze, maana Mungu ni wa haki. Mwingine anasema ya kwamba Mungu ni wa haki sana. Mungu ni mpole, anamrehemu. Yeye anatujua sisi ni wadhaifu, sawa. Anakujua wewe ni dhaifu, ndio maana alimtoa mwanae wa pekee. Biblia inasema akamtoa mwanae wa pekee mmoja tu, akamwachilia, akamwambia nenda uwaokoe hao wanadamu. Huo ni upendo ambao hauna mfano wowote. Akaja akatwa msalabani kwa ajili yako. Kwa hiyo sasa hivi ameachilia neema ambayo iko wazi kwa kila mtu. Yeye aliye na sikio na asikie, na mwenye macho anatazama kabisa kwamba hii ni neema na milango iko wazi. Kwa hiyo muda wa kutubu ni sasa, muda wa kutengeneza na Mungu ni sasa. Huu ndio muda wa kutubu, lakini usipotubu leo, ninakwambia ya kwamba mbeleni kuna hukumu. Utahukumiwa, utakwenda jehanamu kwa ajili ya kiburi hicho cha uzima. Ninajua shetani naye hapendi. Ninajua shetani jinsi alivyokubana. Shetani amekubana kweli kweli, wala sio kwa ujanja wako, wala sio kwa akili zako na nguvu zako. Shetani hapendi kweli kweli uweze kupata hii neema, maana hii neema ni ya pekee sana. Biblia inasema ya kwamba kuna raha ya ajabu sana kwa malaika walioko mbinguni endapo mtu mmoja akitubu dhambi zake hapa duniani. Yaani mbinguni inakuwa ni sherehe. Kwa hiyo hicho kitu najua shetani hakipendi shetani. Lakini nikwambie hili jambo huwa ni la maamuzi. Ungefanya maamuzi mwenyewe, usimwangalie ya kwamba labda mke wangu hataki, au mama yangu hataki, au baba yangu hataki kuokoka. Usiangalie hivyo. Ni heri ungefanya maamuzi mwenyewe, maana kwenye hukumu hautakwenda na mke wako, kwenye hukumu hautakwenda na mme wako, wala baba yako hatakuwepo, wala mama yako hatakuwepo. Kwenye hukumu inakuwa ni wewe mwenyewe, unasimama mmoja peke yako. Kwa hiyo ni bora ungefanya maamuzi mapema. Yesu anakutafuta sana, anakutamani, anatamani maisha yako. Yesu anayatamani sana maisha yako. Hii neema ipo sasa hivi tu, ni ya muda mchache, lakini kwa baadaye neema hii itapotea. Kwa baadaye neema hii inatoweka. Yesu anatafuta maisha yako. Yesu anataka utubu. Yesu anataka urekebishe. Yesu anataka utengeneze na Mungu, ili kwa baadaye likitokea la kutokea, basi ujue ya kwamba unao uzima, ili ujue ya kwamba unakwenda mahali salama, ili ujue ya kwamba unakokwenda umeshatengeneza jumla. Maana hapa hakuna nafasi nyingine. Hawezi ukatoka hapo kwa sababu tutatengeneza huko mbeleni. Huko mbeleni ni hukumu. Huko mbeleni hakuna matengenezo tena. Makutano, haleluya. Haleluya, makutano. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Mimi muda huu ningependa nikualike sasa, wewe ambaye umesikia hizi habari, kwa kweli ukasema kwamba mimi kwa hizi habari ambazo zimesema mahali hapa, kwa haya maneno ambayo yanahubiriwa mahali hapa, na huu ujumbe ambao umeletwa hapa, basi mimi ni afadhali nitengeneze tu na Mungu. Kwa sababu najua wanadamu sisi tunatembea, hatujui siku zetu. Tunatembea tu, tunajua tunakotoka, lakini tunakokwenda hatujui. Hata dakika 2 zijazo mbele haujui. Hata dakika 1 iliyopo mbele yako haujui kwamba kitakachotokea ni nini. Maisha yetu sisi tunatembea yako mikononi mwa Mungu, lakini shetani naye anatutafuta. Hatujui tunakoenda. Unaweza ukaona kwamba haya mambo yanaongelewa tu hapa, ukadharau, lakini kukacha kesho asubuhi haupo. Alafu ukifika huko unakumbuka kwamba hizi habari zilizungumzwa jana. Pengine inaweza kuwa ujumbe huu umekuja kwa sababu Mungu anakusudi na wewe, kwa sababu Mungu anawapenda wanadamu sana. Anaweza kuwa anakusudi na wewe, anajua ni kipi kitakachotokea kwa
kuleta huu ujumbe